UK7. UK7. Nipende kuwakaribisha wana UK7 kwa ajili ya kikao, na mbele yenu ni viongozi wetu. Katibu tuongoze. Asante sana MC. UK7 yajayo yanafurahisha. Kwanza tujipe pole sana kwa msiba huu mzito wa kuondokewa na mtoto wetu mpendwa Zefania. Pole sana kwa wote UK7 pamoja na familia. Kikao hiki ni mwendelezo tu baada ya kukaa kikao cha viongozi, na sasa ni kikao cha pamoja na wajumbe. Ninayeongea nanyi kwa majina naitwa Peter Ndimila, ni naibu katibu mkuu UK7. Tutaendelea na agenda ambazo zimebakia. Tutakuwa na tathmini ya msiba, lakini tutawakaribisha familia au atakayekuwa ameandaliwa na familia kwa ajili ya neno la shukrani, na baadaye mwenyekiti ataongea machache na kuahirisha kikao. Basi muda huu nipende kumkaribisha mwenyekiti ili atoe mwongozo mzima wa kikao. Mwenyekiti, karibu. UK7 yajayo yanafurahisha. Kwanza tupeane pole wote kwa kuondokewa na kijana mdogo kabisa ambaye tulikuwa tunamtegemea kwa muendelezo wa ujenzi wa taifa. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Ndugu zangu wana UK7, hiki ni kikao cha muendelezo, na kubwa zaidi ni kufanya tathmini ya msiba huu. Kama ilivyo ada siku zote tunapotokewa na jambo kama hili, huwa tunakaa kikao cha kwanza cha viongozi kupitia mahudhurio, lakini kikao cha jumla ili tuweze kupata tathmini kutoka kwa wale viongozi tuliowaamini kuendesha msiba huu. Kwa hivyo ni muombe mwenyekiti na katibu kwa haraka wasogee, lakini pia na zile kamati ndogo ndogo walau kwa haraka haraka tuweze kuwafahamu, alafu tutatoa mwelekeo. Katibu na mwenyekiti wa maafa, karibu. Asante mwenyekiti. UK7 yajayo yanafurahisha. Asante. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nijitambulishe kwa majina. Kwa majina naitwa Marugu Shiwa kutoka kanda ya Kahama. Ndio nilihudumu kama mwenyekiti wa maafa. Mheshimiwa mwenyekiti, tulipokea ili tukio kwa masikitiko makubwa, lakini ni jambo la kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini pia mimi kama mwenyekiti wa maafa, nilipopata hii taarifa nilikuwepo tangu juzi kwenye hii familia kwa ajili ya kushauriana sisi kama kamati ya maafa na familia kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ya maafa kwa ujumla ilikuwa na kamati kama 5. Ya kwanza kamati ya chakula, ya pili kamati ya mapambo, na ya tatu kamati ya usafiri. Tunaomba wale viongozi wa hizo kamati mnapotajwa tu msogee. Ya 4 kamati ya mazishi, na ya 5 ni kamati ya itifaki. Mheshimiwa mwenyekiti, nilipopokea huu msiba kwa ajili ya kuhudumia huu msiba, kimatumizi nilikiri kupokea keshi shilingi milioni 25,500,000. Basi kwa taarifa hiyo mwenyekiti, niombe katibu wangu
atupeleke sehemu husika kwa ajili ya hiyo pesa ilitumikaje. Asante mwenyekiti. Katibu, karibu katibu wa maafa. UK7 yajayo na furahisha. Kwa majina naitwa John Bundu. Nimehudumu kama katibu wa msiba. Nimekiri kupokea milioni 25,500,000 kutoka kwa mwenyekiti. Kwa mhasibu kamati ya chakula tuliwapatia milioni 14 bajeti yao. Kamati ya mapambo bajeti yao ilikuwa milioni 6,500,000. Kamati ya usafiri bajeti yao ilikuwa milioni 3,300,000. Kamati ya mazishi bajeti yao ilikuwa milioni 1,575,000. Kamati ya itifaki bajeti yao ilikuwa 0.0. Haya, karibu kamati ya chakula. Mwenyekiti, kamati ya chakula, tupeleke tu haraka kwamba umepokea kiasi gani, umetumia kiasi gani, unadaiwa namna hiyo. Asante mwenyekiti wa UK7. Kwa majina naitwa Bunga Dadu. Nilikuwa katibu wa chakula kwenye maafa haya. Na katika bajeti ambayo nilikabidhiwa milioni 14. Kiasi kilichotumika ni milioni 13,762,000 kiwa na shilingi 138,000. Hiyo ndio baki ambayo tulibaki nayo. Lakini kwa upande wa mahudhurio, kamati yangu ilikuwa na wajumbe 10 na mwenyekiti pamoja na katibu. Tulibahatika kuhudhuria wajumbe 9 pamoja na mwenyekiti na katibu. Lakini mjumbe mmoja aliomba ruhusa kwa sababu alikuwa mbali na alikuwa ana namna ya kuwahi kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo mwenyekiti, kwa taarifa hiyo niombe kurudisha usukani kwako. Asante. Tuwape maua yao kamati ya chakula. Nayofuata ni kamati ya mapambo. Karibu. Wasilisha hizo fedha kamati ya chakula. Fedha hizo wasilisha kwa aliyekukabidhi. UK7 Yajayo na furahisha. Kwa majina naitwa Anthony Elasto Migwata. Nimehudumu kama katibu wa mapambo. Ninakili kupokea kiasi cha shilingi milioni 6,500,000. Matumizi yaliyotumika ni milioni 6,300,000 na baki ilikuwa ilikuwa 1,150,000. Kwa upande wa mahudhurio tulikuwa 6, lakini tulioweza kufika tulikuwa 5, mmoja alikuwa na uzuru. Asante. Tuwape maua yao. Wasilisha fedha kwa aliyekukabidhi. Kamati inayofuata. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni usafiri. Asante mwenyekiti. UK7 Yajayo na furahisha. Kwa majina naitwa Mishimu Omari Magembe. Nimehudumu kama mwenyekiti wa kamati ya usafiri. Tunakiri kupokea milioni 3,300,000. Tulikodisha magari Tata 3. Hela yote imetumika. Hatudaiwi. Tumpe maua yake. Kamati inayofuata. Kamati inayofuata mwenyekiti ni kamati ya mazishi. Karibu. UK7 Yajayo na furahisha. UK7. Kwa majina naitwa Edward Lugata maarufu Kangi Rugora. Nimehudumu hapa kama mwenyekiti wa mazishi. Nakiri kupokea pesa taslimu shilingi milioni 1,575,000. Pesa iliyotumika ni shilingi milioni 1,073,000. Cash balance iliyobaki ni shilingi 2,000. Naomba kuwasilisha. Tumpe maua yake. Okay, twende. Emu sawazisha vizuri kidogo.
Sawazisho lake ni kwamba pesa tuliyopea ni 1,575,000. Umetumia shilingi ngapi? Tumetumia 1,573,000. Okay, hapo sawa. Cash balance ni shilingi 2,000. Asante sana Kangi Lugola. Kamati inayofuata, fafanuo nina katibu wangu nimkaribishe. Kamati inayofuata. Kamati inayofuata mwenyekiti ni kamati ya itifaki. Itifaki karibu. Itifaki Pius Game karibu. UK7 yajayo nafurahisha. Asante mwenyekiti. Nafikiri kuona ni kuamini na kuamini ni kuona. Shughuli iliyofanyika hapa mmeshuhudia, kula kusaza na vijana wamechapa kazi, sina malalamiko yoyote. Kamati zote zilikuwa kama wepa, kufuta, kusafisha. Asante. Asante, tumpe maua yake mengi kabisa itifaki. Itifaki hana mbambamba. Aya. Kwa ujumla tuwapongeze sana kamati zote za kisekta, lakini na kamati kuu kwa kazi kubwa mlioifanya. Na nafikiri wengi tuige mifano ya namna hii. Tunapopeana majukumu basi tuyafanye vizuri, kwa sababu madhila haya hayamlengi mtu mmoja, leo kwako kesho kwangu. Kwa hivyo tujifunze, tukipewa majukumu tuwe tunayafanya vizuri kwa weledi na kwa uaminifu mkubwa. Tunawashukuru sana, mnaweza kurudi kupumzika. Katibu, agenda inayofuata. Asante mwenyekiti. Agenda inayofuata ni kuikaribisha familia kwa ajili ya neno la shukrani. Lakini kama kuna msemaji tofauti na mfiwa, basi wanaweza wakaja wote kwa wakati mmoja ili tuweze kumtambua pia aliyefiwa. Asante. Karibu mfiwa kwa neno la shukrani. Ndugu wana UK7, kwanza tuendelee kupongezana kwa namna ambavyo tumeendelea kukienzi kikundi chetu, lakini kwa namna ambavyo tumekuwa tukiwafariji wenzetu wanapokuwa wamefikwa na jambo. Na mimi niwaombe tuendelee hivi, kwa sababu ndio shabaha ya sisi kuanzisha kikundi hiki. Kwa mtu mwingine yeyote ambaye anaweza akafikiria tofauti, basi hajafikwa. Lakini ukifikwa na jambo ndo utaelewa umuhimu wa UK7. Na kweli UK7 imejipambanua kwa jambo hili. Na sisi kama wana UK7 basi tuendelee kuisimamia misingi. Misingi haiwezi kusimamiwa na viongozi tu, bali misingi itasimamiwa na wana kikundi wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa sababu kikundi hiki sio cha viongozi, kikundi hiki ni cha wana UK7 wote kwa ujumla. Hivyo ni waombe tuendelee kuwa waaminifu kwa wenzetu. Kuna jambo tunaliona hapa ambalo halipendezi la mahudhurio. Mahudhurio yameenda yakipungua siku hadi siku. Sasa tunajiuliza, mbona hatujaingia kwenye utaratibu wa wawakilishi? Kwa sababu jambo hili tulilifanya na jambo la kikatiba, tulilipitisha kwenye mikutano, tutalibadilisha kwenye mikutano, na sio mtu tu kuamua kubadilisha kwa akili yake kuingia kwenye uwakilishi. Bado tuna kauli mbiu yetu ya kusema kwenye msiba tunakwenda wote kwa pamoja. Lakini tukasema udhuru haukataliwi. Kama mtu atakuwa na udhuru wa kweli, basi ataomba udhuru na atapewa nafasi hiyo na makatibu wetu.
lakini tunaona kama tunakwenda tofauti. Kwa mfano, inatokea kanda wako watu 100, alafu eti waliohudhuria ni watu 30 na kitu, eti ambao wanahudhuru ni 60 na kitu. Hii inakuwa ni aibu. Kwa hivyo ni waombe ndugu zangu wana UK7, mambo haya tulikubaliana wote, na kama kutakuwa na mabadiliko yoyote yale, tutakwenda kuyafanya kwenye mikutano yetu ya kikatiba, ndipo tutakapokwenda kubadilisha. Lakini kwa sasa wote tuwe waaminifu, tuwe wazalendo, tuhudhurie kwenye misiba inapokuwa imetokea. Nimemwona, kama sijakosea, nimemwona mlengwa ambaye sote tumekuja hapa kwa ajili yake kumfariji kwa kuondokewa na kijana wake. Basi tukupe nafasi sasa uweze kusema chochote, na kama kutakuwa na neno la shukrani, basi huu ndo wakati wako. Karibu sana. Asante mwenyekiti. UK7 yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Sai Sasagi. Nimesimama mbele hapa. Tukuombe kidogo usogee pale, wengine wako mbali ili wakutambue vizuri. Kwa majina naitwa Sai Sasagi. Nimesimama mbele hapa kuwakilisha familia ya Sai Sasagi Makoe. Ndugu zangu, nimesimama hapa kutoa shukrani kabisa za dhati kwa kazi ambayo tumeshirikiana na familia ya Sai Sasagi. Sina mengi ya kusema sana, naomba tuwe na moyo huo wa ushirikiano. Lakini nipende tu kusema UK7, ukiwa unasoma tu UK7 huwezi kujua umuhimu wa UK7. Na leo mimi ndo nimejua umuhimu wa UK7. Baada ya kusema machache, naomba nikomea hapo, nirudishe kisemeo. Asante. Asante sana mwakilishi wa familia kwa neno la shukrani. Katibu, karibu kwa ajenda inayofuata. Asante mwenyekiti. Ajenda inayofuata ni kuahirisha kikao, na ukishaahirisha kikao tutaomba ndipo tunatawanyika. Karibu mwenyekiti. Asante sana UK7. Yajayo yanafurahisha. Ndugu zangu wana UK7, niwashukuru kwa namna mlivyokuwa watulivu katika kikao hiki, lakini niendelee kuwapongeza kwa namna ambavyo tumeendelea kukisimamia kikundi chetu. Na mimi naamini hii kauli mbiu yajayo yanafurahisha ni kauli mbiu yenye maono. Ni kweli yajayo yanafurahisha, na sisi ndo tunatakiwa kuyafanya yafurahishe. Ndugu zangu wana UK7, ninapokwenda kuahirisha kikao hiki au mkutano huu, naomba niwape machache kama tangazo. Baada ya kufuatilia sana kuangalia namna gani tunafanya umoja wetu na namna gani tunahudhuria kwa pamoja, tumegundua kuna mapungufu. Kwa hivyo niwaombe chonde wanachama wote wa UK7. Tuliingia kwenye kikundi hiki kwa utashi, na utashi wenyewe tulifahamu kabisa kwamba tumekubaliana tutakwenda kuwafariji wenzetu pale watakapokuwa wanafikwa na shida kama hii. Kwa hivyo tukuombe, kama hakuna udhuru wa lazima, tunakuomba tafadhali usiache kuja kwenye msiba. Narudia kusema, kama hakuna udhuru wa lazima, usiache kuja kwenye msiba. Ukija kwenye msiba, unaiacha picha yako tunaiona. Tunakufahamu, tunakufuatilia,
Wewe ni mwenzetu, unatembea na sisi. Tukipata shida unakuja, mwenzako akipata shida unakuja. Kwa hivyo na wewe siku yenyewe utashuhudia watu wengi wakija kukufariji, kwa sababu na wewe huenda kuwafariji wenzako. Lakini kuna jambo jingine la uchelewaji. Najua tunatoka sehemu tofauti tofauti na tunatumia vyombo vya moto, lakini tuna utaratibu wa kuendesha vikao vyetu vya kupitia mahudhurio ya wanachama wetu. Vikao hivi huwa tunapenda tuvianze mapema ili tupunguze mambo mengine, tuwahi kuruhusiana kurudi nyumbani. Hatupendi kuvuta sana mambo. Sasa wewe ukichelewa, maana yake utamchelewesha katibu kuweka sahihi yako kwenye mahudhurio. Na ukimchelewesha katibu atatuchelewesha kuanza vikao. Kwa hiyo utajikuta badala ya kuanza kikao cha tathmini, tunaanza kikao cha mahudhurio. Na sisi wengi hapa ni wafanyabiashara, wengi ni wachakalikaji, tunataka tuwahi kurudi kupanga mipango yetu ya namna gani tutaweza kupata mkate wetu wa kila siku. Kwa hivyo ni waombe tuwahi sana kufika, tusaini kwenye vitabu vyetu vya kanda ili kuturuhusu sisi tuanze vikao vyetu mapema, tupunguze mambo. Tukishamaliza kuzika tunaongea kidogo, tunapata tathmini na tunasambaa kurudi majumbani. Si ndio maana yake? Basi kama mnanikubalia hivyo, ni waombe sasa tuwe tunawahi. Hatutaki kuwawekea limiti, lakini mwisho wa siku tutafika huko. Tunaomba vitabu kwa makatibu, walau ikifika saa 5 tuwe tumeanza vikao vyetu sisi vya kuanza kupitia mahudhurio, ili tupunguze na hatimaye tuwahi kumaliza. Baada ya kusema hayo, ni washukuru tena sana kwa namna ambavyo tumekuja kulia na mwenzetu katika msiba huu, na nafikiri naelekea kufunga kikao. Ni muombe sasa aliyeandaliwa kwa ajili ya kutupa neno, kwa sababu tunataka kusafiri kurudi majumbani, basi tumpate mtu aliyeandaliwa kwa ajili hiyo ili atupitishe kwenye mikono salama. Mbona simuoni mtu aliyeandaliwa, mtumishi wa Mungu? Haya, karibu katibu ili uweze kutupitisha. Asante, tusimame. Na niwaombe tukiwa tunakuja na vitambulisho vyetu, tunavaa siku ya basi tuombe. Asante Baba Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe. Imekupendeza tena na wakati huu wana na binti zako tupo hapa kwa ajili ya kumfariji mpendwa wetu, na tunapohitimisha muda huu kumsindikiza kijana wetu. Baba, mbariki na sisi pia, endelea kutubariki, tutakase na damu yako uliyomwaga msalabani. Masaa haya tunahitaji kutawanyika kuelekea majumbani. Tumetoka sehemu mbalimbali za dunia, kila mmoja wetu tumetumia vyombo vya moto. Tunaomba ukatuwezeshe tukaweze kufika salama kila mmoja wetu, na familia hii tutakapokuwa tunaiacha hapa, kaipe mshikamano wa pekee, malaika zako wakaweze kutamaraki. Baba, endelea kuwabariki na vyema. Mbariki baba wa familia, mbariki mama wa familia, wafariji. Wewe ndo mfariji pekee ambaye Baba unaweza kuwafariji. Njia pekee ni kukuamini wewe na kuendelea kuwabariki Baba. Ni mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza, lakini kwa nguvu na imani na mapenzi yako tuna imani ya kwamba utawaongoza vyema, utaibariki familia hii. Lakini pia wana UK7 wote kwa umoja huu, endelea kutushikamanisha na kutupa hekima ya pekee na maarifa ya kuweza kukujua wewe. Na hata ambao hawajaweza kuhudhuria, kaweze kuwabariki siku moja wakaweze kuhudhuria, tukaweze kuwa pamoja nao. Wengine ni kwa sababu ya afya, wengine ni kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Baba, hebu kaweze kutubariki kila mmoja wetu,
katuondolee mambo mbalimbali ambayo yanatufanya tusiweze wakati mwingine kuonekana katika majumuiko kama haya ambayo yanatupa faraja ya pekee na kutuweza kutupa mshikamano wa pekee. Bariki uongozi wote wa UK7, bariki wajumbe wako wote, endelea kutupigania. Neema yako yatosha, ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Tukae. Mzee, tukae. Ndugu zangu, tunapokwenda sasa kuondoka, ni waombe madereva na wale ambao tunaendesha vyombo vyetu. Barabara hili kutoka hapa mpaka tufike kwenye lami sio pana sana. Kwa hivyo ni waombe twende kwa staha. Tutakapofika huko mbele ya safari hayo kwenye highway, basi kila mmoja anaweza akajiachia kwa namna anavyopenda. Lakini kwa hapa ni waombe twende taratibu ili tuweze kufika salama huko tunako kwenda. Lakini la mwisho, tulikuwa kwenye kikao pale, wakawa wanashauri kwamba eti wale ambao hawavai kitambulisho kama mimi wapigwe faini shilingi 100,000. Lakini tumetetea sana, tumeipunguza mpaka kufika 20,000. Lakini kwa sababu ni mapato ya kikundi sio mbaya. Kwa hiyo ukija bila kitambulisho hiki utakuja na 20,000 yetu. Na tunakuomba uvae namna hii. Usiweke mfukoni huku wala usiweke kwenye kiganja kukiwa unazungusha. Hiki ni kitambulisho cha UK7, ndio kinachoonyesha heshima ya UK7. Kwa hiyo ukija huna, njoo na 20,000 yetu. Baada ya kusema hayo, nailisha kikao hiki, nendeni kwa amani.